Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, kabla ya yote naomba ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe hapo chini, kisha tuweze kuendelea. Leo tunajifunza na kutafakari juu ya kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria mwili na roho, dogma ya Assumption, yaani fundisho la Kanisa Katoliki. Tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 1950, Papa Pius wa 9 alitangaza rasmi Maria mama wa Mungu asiye na doa. Baada ya kumaliza mwendo wa maisha yake duniani, alichukuliwa mwili na roho katika utukufu wa mbinguni. Hii si ufumbuzi mpya, bali ni uthibitisho wa imani ya kanisa tangu mitume. Mpendwa mtazamaji, Biblia takatifu inaelezea kwamba Maria ni Hawa mpya asiyeguswa na laana ya dhambi. Tukitazamia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15, Mungu anasema kwa nyoka, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Hawa wa kwanza alianguka na kuleta kifo. Maria ni mwanamke mpya, mama wa Kristo. Kama Kristo, Adamu mpya alishinda kifo kwa kufufuka mwili, basi Maria ni Hawa mpya, na ingekuwa haki aone uharibifu wa kaburi. Rejea kitabu cha Warumi sura ya 5 aya 12 hadi 19. Inaunganisha Adamu na Kristo. Kanisa linaona pia Hawa na Maria. Ushindi wa mwana lazima usimame. Mpendwa mtazamaji, tukiendelea kutafakari hili swali ambalo linauliza, je, Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho? Tukiangalia nukuu kutoka kitabu cha Mwinjili Luka sura ya 1 hadi ya 28, yaani mwenye neema kamili. Malaika Gabrieli anamsalimia Maria, salamu uliyejaa neema. Hii ilikuwa ni hali ya kuwa amejaa neema tangu milele. Dhambi ni kifo, ni matunda ya kutokuwa na neema. Rejea kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 23. Na kama Maria alijazwa neema kamili tangu mimba yake, Immaculate Conception, basi kifo na uozo wa mwili havingeweza kumtawala. Ambapo neema inatawala na kifo hakina nguvu. Katika sanduku la Agano Jipya lazima litukuzwe. Mpendwa mtazamaji, katika Agano la Kale, sanduku la Agano lilikuwa na uwepo wa Mungu. Halikuguswa na mikono michafu. Rejea kitabu cha pili cha Samueli sura ya 6 aya ya 6 mpaka 7. Maria ni sanduku hai la Agano Jipya kwa sababu walimbeba neno aliyefanyika mwili ndani yake kwa miezi 9. Rejea kitabu cha Ufunuo sura ya 11 aya ya 19. Hekalu la Mungu likafunguliwa mbinguni, likatokea sanduku la Agano la Kale. Na mara baada yake kitabu cha Ufunuo sura ya 12 aya ya 1. Ishara kubwa ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua. Mwisho wa kunukuu. Mababa wa kanisa wanasema kwamba Yohane anaona sanduku la kweli Maria katika utukufu wa mbinguni, mwili na roho. Mpendwa mtazamaji, ushindi wa Kristo juu ya kifo unamgusa mama yake kwanza.
Rejea kitabu cha kwanza cha Wakorintho sura ya 15 aya ya 20 mpaka 23. Kristo amefufuka, kila mtu kwa mpango wake. Kristo ni limbuko, baadaye walio wake. Maria ni wa Kristo kuliko kiumbe kingine chochote. Ni mama yake. Kama Kristo ni limbuko la ufufuko, Maria ni tunda la kwanza la ukombozi wake. Haingekuwa sawa mwana afufuke na mama aachwe kaburini. Rejea kitabu cha Zaburi sura ya 132 aya ya 8. Inuka ee Bwana, uingie raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako. Wayahudi na Wakristo wa kwanza waliona hii ni kama unabii wa Kristo na Maria kuingia mbinguni. Tukitazamia uthibitisho kutoka mapokeo matakatifu, ushuhuda wa mababa wa kanisa tangu karne ya mwanzo kwamba Mtakatifu Epifania wa Salamani ya mwaka 377 alisema, kama Elia alichukuliwa, je, Maria mtakatifu zaidi ya kustahili? Mtakatifu Yohane Damaski mwaka 749 alihubiri pia, ilikuwa haki mwili ule mtakatifu usioze kaburini, ulichukuliwa peponi. Hakuna mahali popote duniani panapodai kuwa na masalia ya mwili wa Maria, tofauti na mitume wengine. Ukimya huu ni ushahidi. Wakristo wa kwanza walijua hakuzikwa. Mpendwa mtazamaji, liturujia ya kanisa mashariki na magharibi. Tangu karne ya 5, kanisa linasherehekea Domitian mashariki na Assumption magharibi tarehe 15 Agosti. Hii ni kabla ya mafarakano. Sikukuu ya zamani namna hii haingekuwapo kama mitume hawakufundisha. Jinsi kanisa linavyosali ndivyo linavyoamini. Liturujia ni mapokeo hai. Mpendwa mtazamaji, mafundisho ya mapapa na mtaguso wa Vatikani wa pili. Kabla ya mwaka 1950, mapapa wote walikubali kuwa Papa Pius alishauriana na maaskofu wote duniani, 99% walikubali imani hii ambayo ilifundishwa kwa mitume. Mtaguso wa Vatikani wa pili, Lumen Gentium 59, unasema kuwa Bikira safi baada ya kumaliza mwendo wake duniani alichukuliwa mwili na roho katika utukufu wa mbinguni na akatukuzwa na Baba na Bwana kama malkia wa vyote. Maana ya kiteolojia, yaani ishara ya tumaini letu. Kupalizwa kwa Maria sio heshima yake peke yake, kwani yeye ni mfano wa kanisa. Tunachokiamini kitamtokea Maria, pia kitatutokea sisi siku ya mwisho. Rejea kitabu cha kwanza cha Wakorintho sura ya 15 aya ya 52. Yeye ametangulia mwili na roho mbinguni kutuonyesha hatima yetu, ufufuo wa miili yetu. Kwa hiyo dogma hii inatujaza tumaini. Mpendwa mtazamaji, tunatafakari kwamba Mungu hatuachi tupotee. Kama kumwacha mwili wa mama yake uone uharibifu, hata mwili wetu. Ubatizo ulitufanya mwili kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, bali hatutapotea. Neema kwamba inashinda kifo. Maria alijaa neema, na wewe na sisi tumepewa neema katika kila misa, kila kitubio. Na kubali neema hiyo iishi ndani yako. Tuna mama wa Mungu, mama mbinguni, yaani Yesu alipokuwa msalabani alisema, mwanamke, tazama mwanao. Yohane sura ya 19 aya 26. Maria hakuishia Yerusalemu, bali yupo hai mbinguni mwili na roho, pia anatuombea saa ya kufa.
Asante mpendwa mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na hii ni St. Paul Official Media, na Mungu akubariki.